Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Unafahamu ya kwamba leo ndio leo, na aliyekuwa akiweza kuisubiria siku hii kwa hamu, basi siku yenyewe imekwenda kufika. Ni siku ambayo imebeba matumaini kwa Watanzania, ni siku ambayo imebeba matumaini kwa wanayanga pamoja na mashabiki, wanachama pamoja na viongozi wa klabu hiyo kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea. Unafahamu ya kwamba michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ndiyo kitu ambacho kinachozungumzwa kwa sasa, ambapo klabu ya soka Young Africans wapo katika mashindano haya, na wanachokitafuta ni kuelekea katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kupokea kichapo cha bao 1-0 kule hapa nazungumzia nchini Malawi dhidi ya klabu ya Silver Strike. Sasa Silver Strike wametua katika ardhi ya Tanzania na wanakuja machinjioni katika uwanja wa hapa nazungumzia Benjamin Mkapa, uwanja ambao umebeba historia nyingi za klabu ya soka Young Africans, mapinduzi mengi ambao wamewahi kuyafanya hapo katika uwanja huo. Leo watakwenda kufanikisha hilo mbele ya Silver Strike. Tutakwenda kujua kwa sababu tayari kikosi kimeweza kuandaliwa na kocha Patrick Mabedi ambaye anasimamia kikosi hicho baada ya Romain Folz kuweza kupigwa chini na klabu ya soka Young Africans. Kwa sasa timu hiyo inasimamiwa na kocha msaidizi, na ametangaza kikosi chake kitakachoanza katika mchezo huo mkubwa katika siku ya leo, ambapo ameweza kuweka bayana majina kadha wa kadha ambayo yanaanza katika kikosi hicho. Ila kabla tujaendelea kukutajia majina, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu na kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu. Bwana, kikosi kimeandaliwa vyema kabisa, ambapo majembe yameweza kupangwa vilivyo ambayo atakayoanza katika mchezo huo, na mimi nikakusogezea kikosi cha Yanga ambacho kinakachoanza katika mchezo huu wa leo mkubwa kabisa, ambapo bila kupoteza wakati golini anasimama Djigui Diarra, screen protector. Unafahamu bora wake, amekuwa na nyakati nzuri kweli kweli na kikosi cha Young Africans, mwendelezo mzuri ambao unaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa, ambapo klabu ya soka ya Yanga wanaonesha kuweza kujipambanua na kuhakikisha kwamba leo nyavu zao azitikiswi kwa namna yoyote, kwa sababu kutikiswa kwake nyavu kutozidi kuongezea idadi ya magoli ambao watakayopaswa kuweza kufunga. Hivyo basi wanaona kabisa ni zaili shaili ya kwamba wanahitaji kuweza kufanya jambo ambalo ni muhimu kuhakikisha kwamba wanapata ushindi katika mchezo huu leo. Kwa hiyo golini atakuwepo Diarra akiweza kuzipangua na kuzilinda nyavu zake vyema kabisa, huku beki namba 2 atasimama si mwingine bali kijana kutoka hapa nazungumzia kwenye kikosi chao, si mwingine bali ni Israel Patrick Mwenda. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwenendo mzuri kweli kweli na kikosi cha Yanga, na mwendelezo wake unachagizwa na kiwango bora ambacho wanachokitoa kwenye kikosi hicho, ambapo anaonekana kuwa ni moja kati ya msaada mkubwa. Ana uwezo wa kupandisha mashambulizi, ana uwezo wa kurudi kukaa katika nafasi, ana uwezo mkubwa kabisa kijana ambao kila mmoja hana doubt na kiwango chake ambacho anachokionyesha akiwa na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo Israel Patrick Mwenda atasimamia hayo majukumu kama beki
beki namba 2. Beki namba 3 atasimama Issa Shadrack Kiboka, unafahamu shughuli yake, mapigo na mwendo, kasi, mbio, ubunifu mguuni. Kwa hiyo leo hii utakwenda kuweza kuziona zile mbio za Shadrack Kiboka zikiweza kuongezeka mara dufu. Unafahamu kile kinachoendelea kwenye kikosi cha Young Africans, ni kama vile morali ilikuwa imeshuka, sasa imeweza kupandishwa kwa mara nyingine tena. Issa Shadrack Kiboka ana uwezo pia wa kuweza kutoa pasi zile za assist. Kwa hiyo kazi kubwa leo hii, wafungaji wanapaswa kuweza kuwa makini kupokea pasi, kupokea cross muda wowote kutoka kwa Issa Shadrack Kiboka kwenda kuzitikisa nyavu za Silver Strike. Kazi itakuwa ni kubwa kweli kweli. Lakini katika upande hapa nazungumzia wa beki namba 4 atasimama si mwingine bali ni Ibrahimu Ahmad Baka. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwenendo mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Mambo yanaonekana kuwa ni mazuri katika upande wa hapa nazungumzia Issa kwa upande wa Baka, na namna ambavyo anaonekana kwamba yuko kamili gado na anahitaji game. Mwalimu akiweza kusema kwamba kazi kubwa leo hii watapaswa kuweza ni kuwaheshimu wapinzani wao na kuweza kujilinda vizuri ili wasiweze kuongezewa idadi ya mzigo ambao wako nao, kwa sababu unafahamu kwamba bado kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kuna goli la ugenini. Lakini pia beki namba 5 atasimama si mwingine bali huyu ni Dickson Job. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, mambo ambayo anayapiga pale ni hatari kweli kweli. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo leo hii atasimamia Dickson Job katika upande wa safu ya ulinzi. Huku anazungumzia namba 6 atasimama si mwingine bali ni Azizi Andambwile. Anaendelea kuweza kuaminika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, japokuwa maneno yamekuwa ni mengi kutokana na kile ambacho kinachokitoa, wengine wakiwa hawana imani naye, lakini bench la ufundi limeendelea kuweza kumwamini na kumwanzisha pia katika mchezo huu. Azizi Andambwile akianza, majukumu yake yote ni kuhakikisha kwamba timu inakuwa salama na akiunganisha kati ya viungo pamoja na safu ya ulinzi kwa pamoja. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa anayoifanya Azizi Andambwile. Huku namba 7 atasimama Maxim pia Nzengeli. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, na ana uwezo pia wa kufunga mashuti, namna kuweza kuzipangua safu za ulinzi, na namna ambavyo anajua mikimbio yake ikimbilia wapi, mpira ukipigwa wapi ataweza kupata kirahisi zaidi. Kwa hiyo hilo alina shida, kwa hiyo atakuwepo katika ubora wake. Huku namba 8 atasimama si mwingine bali ni Mudathir Yahya. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya watu ambao wanapiga kazi kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Ana uwezo mzuri kabisa na amekuwa ni moja kati ya mapambano yanatumika kuanzia katika nafasi yake. Huku namba 9 atasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya watu ambao wana uwezo mzuri kabisa wa kuweza kutengeneza nafasi, licha ya kwamba yeye pia anaweza kufunga, lakini pia anaweza kutengeneza nafasi kwa watu wengine wakazitikisa nyavu bila ya yeye kuweza kutupia. Kwa hiyo atakuwepo. Huku namba 10 atasimama si mwingine bali ni Pacome Pedro Zouzoua, akiweza kulisongesha gurudumu kuhakikisha kwamba leo anapata ushindi. Lakini pia namba 11 atasimama Clement Mzinze. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya watu hatari zaidi wakitokea pembeni. Kwa hiyo leo hii shughuli wanayo Silver Strike. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na